Tumsifu Yesu Kristo. Leo tuko Dominika ya 5 ya Pasaka. Tunaendelea kuchuma baraka za ushindi wa Yesu kwa njia ya ufufuko. Na tangu Pasaka tumekuwa tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kuona vile kanisa la Mungu linavyoendelea kujengwa na kusaidiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume, mwandishi mkuu ni Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo sasa tangu ufufuko mpaka Kristo atakaporudi, kanisa la Mungu liko chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana uliona katika mafundisho ya dini, kanisa ilijaribu kuvunja Utatu Mtakatifu tuweze kuelewa zaidi, na ikatufundisha kwamba Mungu Baba aliumba dunia na akaumba dunia ikiwa nzuri, na baada ya uzuri ule kuharibiwa na dhambi, Mungu katika Utatu Mtakatifu alituma mwanaye aweze kuja na kuikomboa, kazi iliyofanyika wakati wa Pasaka. Na alipomaliza kuikomboa, tunagojea kwenda kwake mbinguni na Pentekoste aweze kushusha zawadi ya Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo tangu Pasaka tunaona nguvu ya Kristo mfufuka kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, na ni Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo. Ni Roho Mtakatifu ambaye yeye anatuweka alama kuwa watoto wa Mungu. Ni Roho Mtakatifu ambaye anatusamehe dhambi katika sakramenti ya kitubio, na ni Roho Mtakatifu ambaye ataendelea kuliongoza kanisa mpaka Kristo atakapokuja mara ya pili. Na ndiyo maana leo somo la kwanza, lile kanisa ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu, tumeona kwa mara ya kwanza limepata shida. Of course lilikuwa na shida wakati wa Paul, wakati alikuwa akilitesa kanisa, na tumeona jinsi Mungu alivyomgeuza Sauli na kumpa jina mpya Saul, na sasa Paulo anaendelea kulihubiri Injili. Na baada ya Paul kuokoka pia kulikuwa na shida, sababu kumbuka Paul alipookoka, nani alimuintroduce kwa Wakristo? Ni Barnaba, si ni kweli? Wakati Paul alipovumaniwa na Mungu akienda Dameski kulitesa kanisa, na akatumwa kwa mzee Anania amuombee na aweze kuona tena, alipoona, mahali pa kwanza alipoenda ni mahali alikuwa anaenda kushika Wakristo ili awatese. Lile kanisa ambao alikuwa anaelekea kuwashika Wakristo watese, hapo ndipo alipoenda kuhubiri mara ya kwanza. Nani angemuamini? Hakuna. Hata Anania anapoambiwa aende amuombee Sauli, sababu sasa Mungu anataka kumtumia kama chombo chake, Anania anamwambia Yesu, unajua huyu mtu Yesu amekuwa akilitesa kanisa la Mungu. Anajaribu kumpa CV ya Saulo, na ni kwa nini hastahili aende kwake, lakini Mungu ameshaamua huyu Saul sasa atampa jina mpya na majukumu mapya. Yule aliyeenda kuwaambia Wakristo huyu jamaa ameokoka ni Barnaba. Na tangu kuokoka kwa Barnaba mpaka juzi, wakati Paul wanapoenda safari ya kwanza ya umishonari,
Barnaba amekuwa akitajwa kwanza. Ukisoma kuanzia chapter 9 ya Acts of the Apostles mpaka chapter 13 tunasoma Barnaba na Saulu, Barnaba na Paulo. Lakini kuanzia chapter 13 sasa tunamtaja Paulo kwanza. Paulo na Barnaba, Paulo na Sila, Paulo na Timothy. Sasa amechukua nafasi ya kwanza. Ni nini imefanyika? Tunajua tena hapo kuna watu walirudi nyuma. Na mtu wa kwanza ambaye alijitenga na akawacha kazi ya Mungu ni huyu kijana tunaita John Mark. Na amewacha kuandamana na Paul kwa sababu gani? Kwa sababu tu sasa Paul anatajwa mbele ya Barnaba. Semeni amen. Sasa hata andamana pamoja nao na akawacha kazi ya Mungu, na tunaambiwa akarudi Jerusalem. Na wasomi wa Biblia wanajaribu hata kuuliza kwa nini aliwacha. Na unajua ndio kajamaa pia kalirudi siku ingine wakati Yesu alipokuwa anapelekwa Jerusalem kwa mateso, labda ndio hata kangebeba msalaba kabla ya ule rafiki yetu anaitwa nani? Simeoni. Lakini walipomshika John Mark tunaambiwa alivua shati akakimbia akiwa uchi. Heri aende uchi kuliko kutembea njia msa. Sasa mara ya pili wakati Paul ameanza kutajwa mbele ya Barnaba, na Barnaba ni kazini yake, tunaambiwa alisikia vibaya moyoni mwake, akawachana na safari ya kueneza Injili. Na ndio wasomi wa Biblia wanasema either aliwacha kwa sababu kazini yake hatajwi mbele, ama alipata homesick na akatamani kurudi kwa mama kule Jerusalem, akaacha kazi. Na ukisoma Biblia, Paul alikasirika sana. Na tangu siku hiyo hawakupatana tena na Paul. Kumbuka ni lile kanisa ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu. Leo tunaonyeshwa sura nyingine. Kanisa la Mungu baada ya mahubiri ya mitume, wengi wameanza kuembrace faith. Wameanza kuishika imani na mahubiri ya Kristo mfufuka. Lakini kumetokea shida nyingine. Wale wa Kristo wapya, hasa wamama wa Giriki ambao wamejiunga na kanisa, wameanza kutengwa na kubaguliwa wakati wa mgao wa chakula. Na hiyo complaint imefikia mitume, na ndiyo somo la kwanza limetuambia mitume wakashauriana, wakasema ndio kumetokea shida. Kuna watu wanabaguliwa, tufanye nini? Sisi hatuwezi waacha kazi ya kueneza Injili. Sisi hatuwezi waacha kazi ya sala. Tuwachague watu kadhaa ambao watatusaidia kazi hiyo ya kugawa chakula. Qualification ilikuwa ipi? Wawe watu wa tabia njema, wawe na hekima, na wawe wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Watusaidie ili na hapo hii shida ya ubaguzi ya wajane ikafanya tuweze kupata mashemasi 7 ambao wataendeleza kazi ya kugawa chakula. Tumsifu Yesu Kristo. Pointi ya masomo ya leo ya kwanza ni ipi? Pointi ni moja, kwamba kanisa la Mungu na sisi, licha ya kwamba tunamfuata Mungu, hatutakosa kupata shida na challenges katika maisha yetu. We are not immune from challenges even if we are Christians. Kanisa la Mungu, licha ya kwamba linaongozwa na Roho Mtakatifu, litakuwa na nyakati nyingine nzito katika safari ya imani. Na shida hii na shida zote, saa zingine Mungu atatumia shida zetu kuwa daraja ya kuleta mema.
Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alitumia shida ya Paul kwenda kuitesa kanisa kuwa njia moja ya kumpata. Leo ubaguzi wa wamama wa Giriki ambao wanajiunga na kanisa, shida ya ubaguzi huo leo Mungu ataigeuza na itakuwa daraja ya kutupa sakramenti ya daraja katika ushemasi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo kubaguliwa huku kulikuwa kuzuri ama kubaya? Mungu ni mwema. Hii ubaguzi ilikuwa bahati mbaya ama bahati mzuri? Mungu ni mwema. Kifo cha Stefano kilifanya kanisa ipanuke. Ni baada ya kifo cha Stefano ambapo mitume walitawanyika, na walipokuwa wakitawanyika, mahali popote walipopita walienda wakipanda mbegu ya imani. Kwa hivyo kifo cha Stefano ni bahati mbaya ama bahati mzuri? Bahati. Na hiyo ndiyo pointi ya leo, kwamba si shida zote ambazo ni bahati mbaya, sio misalaba yote ambayo ni bahati mbaya. Kuna nyakati Mungu anatumia shida zetu kuwa daraja ya kutufanya imara zaidi. Na kwa hivyo leo ni vyema tuelewe, sio shida zote mbaya, sio shida zote misalaba mbaya. Mungu anaweza tumia misalaba yetu, shida zetu, challenge zetu kuwa ishara ya kutukaribia zaidi. Na ndio leo tunaona tumepata daraja ya ushemasi. Imepatikana kwa sababu kulikuwa na shida katika kanisa. Na kwa hivyo Mungu daima anatumia udhaifu wetu na shida zetu kuleta baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndiyo leo tunajua sakramenti ya daraja ina daraja ngapi? Mungu ni mwema. Sakramenti ya daraja ina daraja ngapi? Nasikia kuna revision kwa kwaya. Yes, kuna sakramenti ya daraja ina daraja 3. Ushemasi ambayo leo tumepata kupitia shida. Shemasi ni huyu anavaa mshipi mekaa kombo. Daraja ushema. Alafu tuna daraja upadri, hiyo haina shida mnajua. Na daraja ya kuna ingine. So there are 3. Deacon, priest and bishop. Kuna ingine? Naona Cyrus anasema pope. Pope is a bishop, isn't it? Kardinali ama papa. Papa ni bishop. Kardinali ni bishop. Papa ni chairman wa bishop wote Kenya for administration, lakini ni askofu wa Roma, diocese ya Roma. Kwa hivyo ile daraja kubwa katika kanisa ni gani? Askofu. Tumsifu Yesu Kristo. Na leo tumepata daraja ya shemasi sababu ya shida ya ubaguzi imekuwa ishara ya na kwa hivyo leo kanisa la Mungu, kwa sababu linaongozwa na Roho Mtakatifu, leo tumepata utatuzi mwema. Na hapo ndipo Stefano alipochaguliwa, tunaambiwa akaendelea sasa kusaidia kanisa kugawa chakula, na pia sababu ya Roho Mtakatifu akawa amepewa hata vipaji zaidi, akaendelea hata kuhubiri. Na tunaambiwa kanisa la Mungu likapanuka na likawa na nguvu zaidi. Somo letu la Injili. Jumapili tulisherehekea sikukuu ya mchungaji mwema.
Na tukaona Kristo akiwa mchungaji mwema. Ni kwa nini ni mwema? Ni kwa sababu yeye peke yake ndiye mkate ulioshuka toka bi. Kwa hivyo uchungaji wake mwema unaanza kwa sababu ameshuka kutoka mbinguni akiwa mkate. Amekuja ili aweze kulisha kondoo wake. Na tukaelezwa pia yeye ndiye mlango. Yeye ndiye mlango. Mlango kwa sababu kondoo wote lazima waingilie kwa mlango. Na yeyote anayekuja lazima aingilie kwa mlango. Wasioingilia kwa mlango ni wezi na wanyang'anyi. Kwa hivyo Kristo akawa mchungaji mwema. Na pia akatuambia, nimekuja si kutenda mapenzi yangu, nimekuja kutenda mapenzi ya yule aliyenipe. Na mapenzi ya yule aliyempeleka ni yapi? Aweze kuleta kondoo waweze kupata uzima wa milele. Hii ndio iliyofanya Kristo awe mchungaji mwema. Sasa leo ameenda hatua zaidi. Na leo katika somo letu la Injili ametuambia nini? Mioyo yenu isifadhaike. Hii story anawaambilia wapi? Anawaambilia kwa kina. Huyu John Mark huyu alitoroka bila nguo. Kwao ndiko Yesu aliandalia misa ya Alhamisi Kuu. Na kwa hii misa walikuwa wanafunzi wake peke yake pamoja na ye. Na hapo ndipo alipowaambia mioyo yenu isifadhaike. Na hebu muniambie kwa nini mioyo isifadhaike? Na ni hapa ambapo aliwaambia mmoja wenu atanisaliti. Ni hapa aliwaambia mmoja wenu atanikana, we Petro. Na ni hapa aliwaambia mwana wa mtu amekuja ili aweze kutolewa sadaka, na kwa hivyo saa yangu imewadia. Naenda Yerusalemu, naenda kufa. Kwa maneno hayo lazima mioyo yao ingehangaika, na ndio amemalizia kwa kusema mioyo yenu isifadhaike. Kwa nini haingefadhaika? They are distracted. They are distracted. Ujumbe sio mwema. Yesu anaenda kufa na tumemfuata miaka 3 na amejua sasa mioyo yao ni mizito. Ndipo akawaambia mioyo yenu isifadhaike. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mchungaji mwema. Mimi ndiyo mlango, msifadhaike. Na ni kweli. Lazima wangekuwa na hofu, lazima wangekuwa na kufadhaika, lazima wangekuwa na mawazo mengi, lakini maneno ya Yesu, mimi ndiyo mkate, mimi ndiyo mlango, mimi ndimi mkate ulioshuka toka mbinguni. Lakini leo sasa anatuliza mioyo yao na kuwaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa sababu gani? Munisadiki tu mimi na msadiki aliyenituma. Kwa sababu gani? Kama nilivyowaambia, mimi ambaye ni mkate ulioshuka toka mbinguni, sikuja kwa mapenzi yangu, nimekuja kwa mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake ni yapi? Ni wape uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Na maisha yetu lazima kuwe na mafadhaiko. There is always pain. Mbegu ikipandwa haiwezi toa mazao kabla ya kufa. Kufa lazima kubadilike kitu. Hata wale ambao wanataka kuunda muscles, lazima uchukue mawe ndio ujaze. Si ni kweli? It is not easy. It is painful. If you want to keep fit, lazima uanze kwenda jogging. It's not easy. Na kwa hivyo hakuna kitu ambacho hakina mahangaiko na uchungu. Na ndio leo anawaambia mara ya mwisho, ninaenda kufa.
because it is the Last Supper according to John. Lakini mioyo yenu isifadhaike. Kwa sababu gani? Munisadiki mimi na msadiki aliyenituma. Kwa sababu gani? Mimi na Baba ni kitu kimoja. Hii ni ujumbe wetu siku ya leo pia. Don't be troubled in your heart. Msifadhaike mioyoni mwenu. Na kwa nini tusifadhaike? Kwa nini hii ujumbe ni wetu? Sababu 3 ndio zinaweza fanya mioyo yetu isifadhaike. Jambo la kwanza, kwa nini usifadhaike? Ni kwa sababu unajua ni nani anakuambia. Who is talking? Christ. Ikiwa unajua yule ambaye unamwamini, basi moyo wako hauwezi fadhaika. Hauwezi fadhaika. Sababu unajua Mungu ni ukweli na Mungu hadanganyi. Anapotuambia msifadhaike mioyoni mwenu, ni kwa sababu yuko usukani. Nakumbuka Mtakatifu Agostino ni kati ya watu ambao walinungunikia Mungu. Mtakatifu Agostino wakati moja alimwambia Mungu, wewe Mungu ni mjanja sana. Wakati mambo ni mzuri, unatembea na mimi. Wakati mambo yameharibika, unatoweka. Na Mungu akamuuliza Agostino, why? Akamwambia, ninapokuwa na mambo mazuri, naona nyayo zako na nyayo zangu. Lakini wakati kumeharibika, sioni nyayo zako. Kwa nini Na Mungu akamwambia Agostino, wakati huo ambapo mambo ni magumu, we hauna nguvu ya kutembea. Kwa hivyo huwa nakuweka kwa mabega yangu. Kwa hivyo nyayo unazoona ni zangu, wewe nimekubeba juu. Na nafikiri hiyo ndiyo picha ambayo paka leo inachorwa ya Yesu mchungaji yule kondoo ambaye amelemewa malishoni, Yesu anamuweka. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa hivyo ni kweli, saa zingine ni kwamba tunanugunika kwa sababu hatumuoni Mungu, lakini nyakati hizo Mungu ametubeba. Kwa hivyo ukijua ni nani anayeongea, ukijua wewe ni wa nani, then moyo wako hauwezi fadhaika, kwa sababu unajua uko begani mwa Mungu. Hata Mtakatifu Katharina wa Siena siku moja akienda misa, imagine ameharakisha asichelewe misa, anataka kwenda apokee, akatereza, na nafikiri kulikuwa kumenyesha, alitereza akagonga chini. Na lazima alikuwa anaenda akiomba rozari. Aliposimama alisema nini? No wonder you have very few friends if this is the way you treat your friends. Unawezaje niachilia nigonge chini hivyo na unajua mahali naenda? Sijua kama imeshafika saa zingine unauliza Mungu maswali. God is good and all the time. Imefika nyakati kama hizo. Niliwaambia siku moja nikiwa parokia moja huko pande hii, sitaki kuitaja sababu ya this mother alikuwa CWA, true story. Story ya ukwe. Huyu mama alikuwa chairlady wa CWA hiyo parokia nilikuwa. Na hakuwa amebarikiwa na mtoto. Dada yake alimpa mtoto. Hiyo ndio mara ya kwanza. Kwa Kikuyu hii hakuna hii maneno mingi. Lakini kwa Kalenjin is no big issue. Are we together? I have seen that. Mtu anaweza kukupea mtoto na anakupea kia ukweli, na huyo mtoto anakubali ni hata rudi kwa mama aliyemzaa. Kwa Kikuyu. Huyo ndio niliona wakwa. I have known Kalenjin, no problem, and it happens. That one So mama alilea mtoto akakuwa mkubwa. Bahati mbaya ama bahati mzuri, Mungu naye akambariki
na wake mmoja, lakini hangerudisha ule, sababu alikuwa amekaa naye miaka mingi na amejua ni wake, na so two of them wakalelewa vizuri. Yeye ni chairlady wa. Bahati mbaya Krismasi moja 24th vijana wakaamua kwenda misa ya kesha, na wanaenda na pikipiki. Ni kama hapa kwenda sijui kama free area. Bahati mbaya ni highway, wakagongwa na lori, na wote wawili, both of those boys passed on. So nilipoenda kutuliza mama wa CWA siku hiyo, alikuwa na uchungu mwingi kwa roho. Akaniuliza, Father, huyu Mungu anatakaga nini? Nimenyamaza, tunajua sasa nitasema nini maneno ya Mungu. Chairman yangu ameletwa kotini, na umesikia vile huyu Mungu anatakaga nini? Akaniambia, angalia Father, ni kadi ya zaka imejaa. Angalia, nimetoa. Mimi ni CWA chairlady, watoto wawili ndio hawa. Huyu Mungu anatakaga nini? And you would feel it. Are we together? Na hapo ndipo mtu anasemaga unanyamaza, unagojea uamuzi wako. Because how do you tell her and convince her about the goodness of God? Are we together? Hii ndiyo hali ambayo tunasema siku ya leo, Mungu nyakati nyingine anaweza kutuletea mazito ambayo itafanya tuwe na lakini roho zetu tunaambiwa msihangaike. Kwa sababu gani? Mnajua yule mnafuata. You know whom you follow. Hiyo ndiyo sababu moja ambayo Yesu anaambia mitume wake. Kwa nini? Namba 2, kwa nini msifadhaike moyoni? Kwa sababu tunajua mahali tunaelekea. Na hata kabla sijemaliza Mungu ambaye tunamjua, niliwapatia story ya hii shida ya ndege, na rubani ameshatangaza tuko na shida kwa ndege, na kwa hivyo anytime ndege yetu inaweza. Na unajua hali hiyo sasa ni watu kuomba, kupiga simu kwa wale wameenda, unaweza piga simu duniani kuinform kwamba si kuzuri, tusipoonana mjue nilikuwa. Everybody was troubled. Lakini kwa hii ndege kuna kasichana, licha ya haya yote yakiendelea, kako tu kwa kompyuta, hakana stress, na hata watu wakadhania ama ndio hako kana, sababu watu wanahangaika. Rubani ametangaza ni kubaya. Jamaa tu, unajua jenzi wetu hao ni shida, wakati nyinyi munalia sijui nini, hao wako sawa. Kwa hivyo ikaendelea. 1 hour later rubani akasema, tunashukuru Mungu nimeweza kudhibiti ndege. Sasa huyu jamaa alikuwa amekaa na kasichana, akakauliza, my dear friend, the pilot had already announced danger and you looked relaxed and even not bothered. Akamwambia, rubani ni baba, na hii maneno ametuambia mara mingi nyumbani. Na baada ya kufanya hivyo mambo inatu. So mimi sikuwa na shida, ametuambia mara mingi, naenda inakwama na gia inarudi inaingia na mambo inatu. Kwa nini hakuwa na moyo ambao unahangaika? Kwa sababu alijua ni na kwa hivyo ndio maana pointi ya kwanza ilikuwa msifadhaike. Kwa sababu gani? Dereva ni baba. Yale yote unapitia, your father, your God is in control. Namba 2, kwa nini tusifadhaike? Kwa sababu tunajua huyu mchungaji anatuelekea wapi? Anatuelekeza
Mbinguni. Duniani lazima tuhangaike, lakini kumbuka Waibrania anasema watakaovumilia mpaka mwisho ndio watapewa tuzo. Tunapohangaika tunajua tumewekewa mema, na yale tunapitia leo hayawezi toshanishwa na yale Mungu ametuwekea mbinguni. Because of that, ndio maana roho zetu zinatulia, sababu tunajua Baba yuko usukani na kwamba tunaelekea mahali pazuri, mahali ambapo hakuna shida. Tutaishi na Mungu milele katika furaha isiyo na mwisho. Na ya mwisho, kwa nini mioyo yetu isihangaike? Sababu leo ametuambia nyumbani mwa Baba muna makao mengi. Hao makao ni yapi? Sio makao ambayo yanaundwa physically, ni makao ya undugu na urafiki na Mungu. Na kwa hivyo tunajua ikiwa Mungu ametuashua, kuna mahali ambapo amekuwekea na baraka zako. Kwa hivyo ninaweza poteza kitu hapa, lakini najua nitaipata nitakapofika nyumbani. Kumbuka yule mama wa kitabu cha Makabayo, wakati Wayahudi walilazimishwa kula nguruwe, mama na watoto wake 7 wakaanza kukatwa viungo vya mwili, mama akitazama, na walitaka mama awe wa mwisho, firstborn, anachukuliwa anatolewa ulimi ukiona. Mwingine anachukuliwa anakatwa vidole na mkono ukiona. Na walitaka by the time unafika wa pili, mama angewaambia nini? Badala ya hii maneno yote, si kula tu alafu, si ndio? Lakini mama alizidi kufanya nini? Alizidi kuwachochea kiima wasifanye jambo ambalo litaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa hivyo, kwa sababu tunajua Mungu ametuwekea baraka na tunajua mahali tunaenda, ndiyo maana leo hatukati tamaa, sababu tunajua Mungu ametujengea na ametuwekea makao, na ikiisha ataenda na atupe. Ametumia sura ya physical houses, lakini sana ni uhusiano wetu na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya misa ya kwanza nilienda kusoma kitu, nikapata kastori kazuri sana. Na hii ni story ya Muislamu kutoka Egypt ambaye amepata kazi ya stima kule Italy. Na akafanya kazi miezi 6-7 na amepata mchumba Muitaliano, a Muslim and a Catholic. God is good. Sasa shida imekuwa, ndiye ameenda kazi, lakini Mungu amembariki na bibi. Ni vigumu sana Muislamu kuoa kafiri. Hii maneno ndio tunaona. Lakini wamependana. Na kitu kizuri ambapo story inasema, huyu mke hakuwa anamlazimisha aingie kanisa. Sasa ndio nimeanza kuunderstand why Pope Francis said, don't force your spouse to a faith. Are we together? Live the faith. Wamependana. Sasa shida hata sio kwa mke, shida ni kwa huyu jamaa. Amelelewa kwa maadili ya Uislamu. Hata hiyo ndio sio shida. Baada ya miaka 2 amekuwa na shida ya kifua, na inaonekana amechunguzwa, ugonjwa hauonekani. Na mke amemsuggestia waende kule Asisi, waende tu kwa maombi. Lakini ataendaje kuomba kanisa ya Wakristo? Lakini kwa sababu hataki kumkasirisha mke,
wameamua kwenda. Wameenda wapi? Mke amempeleka kwa kaburi la Carol Sakuti, our newest saint, our newest. That is a story of last year, April. Na alipoenda akaona kanisa limejaa kama vile mmekuja wote, wanaenda mahali mwili wa Carol Sakuti huko. Sasa huu ni mwaka wa 10 ni mwaka wa 20 tangu huyo kijana age, na mwili haujeoza. Zile nguo aliyovalishwa siku ya mazishi bado zipo na mwili haujeoza. Watu wamejaa, amekuja mfurahishe mke wake, na mke naye polepole akamuleta kwa maombi na akapiga magoti. Na alipoona mke wake amepiga magoti na ameguza mahali mwili wa Carol Sakuti huko, saa zingine unafanya kitu bila kufikiria, akaguza. Sema kuguza. Do you know, instantly baada ya kuguza mahali huo mwili umewekwa kwa kioo, anasema akasikia kifua kimefunguka. Ugonjwa wa miaka 2 ukaisha. Na anasema alipotazama mwili wa Carol Sakuti aliona lips. Ila aliziona kiroho na hata kiukweli, sababu yeye anasema mimi niliona ni kama anaongea. And from that time akapona. Sema kuguza. Sema kupona. From that moment something happened in his heart. Na akasema nafikiri ile kitu nimekuwa nikitafuta nimeipata. As we speak, that was April. Ameongea sababu sasa alikuwa kule Roma, akatasema atafutiwe father. Akatafutiwa father ambaye ametoka Egypt, pia ambaye alikuwa Muislamu akaokoka. Amemfanyisha kerera na akabatizwa. Sasa shida ilikuwa kuambia baba na mama. Siku ile alipiga simu kuambia baba na batizwa. Alibatizwa Assumption of Blessed Mary 15th. Alipopiga simu kwa baba, baba alimwambia kutoka leo ujue wewe si wangu na usiwahi rudi. God is good. Kosa lenye machungu, lakini Mungu alitumia kifua kumtafuta huyu jamaa ili amjalie neema. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa hivyo as we speak now, amebatizwa na anapokea. Na anasema alipopokea na yeye amekuwa akifundishwa. Wale makafiri huwa wanakula mkate ambao wanasema ni alipopokea. Siku hiyo aliyopokea, anasema mdomo ulijaa utamu ambao hajaisikia tangu alipozaliwa. Shida za ugonjwa zimefanya amkaribie Mungu zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka kumaliza kwa kusema, wakati tuko na shida, it is also a moment of grace. It's a moment of grace. Na shida ziko ndiposa Mungu aweze. What is perfection? It is striving. Penseli haiwezi kuandika vizuri isipochongwa. It is pain. Panga haiwezi kuwa kali bila kunoa. It is painful. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa hivyo nyakati ambapo tuko na misalaba mbalimbali, don't despair. Know whom you are following, know where you are going, and know that there is a room for you in heaven. Najua nimewapatia ushuhuda hapa hata mara kadhaa, na Mkristo labda huyo ako hapa alioa bibi wa kanisa lingine, na kuoa bibi wa kanisa lingine sio shida. Shida ni kukaanisha.
Are we together? Na walipooana, mtoto wake wa kwanza alitaka abatizwe hapa. The man must, he might also be here. Na alitaka abatizwe kanisa Katoliki, lakini wazazi wa msichana wanataka abatizwe, na ikaanza kuleta. Na huyu jamaa akaamua, sitaki vita, nitabeba msalaba wangu. Akaanza kwenda Shiraini na kukuja na maji ya Shiraini, na akajitolea ndiye atakuwa kipika sapa ugali. Anaweka maji, anaweka ya Shiraini, wanaswaga ugali. After 1 year, ugali ya Shiraini. Mama wa bibi akasema, mtoto tu abatizwe Catholic. That man could be here, I know. It was a testimony. Are we together? Yes. Mungu anatuletea misalaba, na labda Mungu alitaka huu jamaa aende Shiraini, sababu ugali ya mwaka moja. Si ni kweli? Kwa hivyo Mungu anaweza tumia njia nyingi, na nyingine tunaona kama ni mateso ama kikwazo, lakini inakuwa njia ya baraka. Ile Saturday ingine nilikuwa na anniversary ya 40 years ya familia rafiki wangu wa hapa wa Nyororo. Na in their sharing wakaniambia, Father, tulichi here imegharimu mkono wa Mungu. Sababu iko siku tulikosana kabisa. Kwa nini? Nikawauliza, kwa nini? Sababu mimi kama mzee kwetu nilizaliwa peke yangu. Na mimi nikaambia Mungu, siku ile nitaoa sitaenda chini ya hawa. Watoto wangapi? Naye mama alikatalia wangapi? Na tukagombana, tukavutana, hata tukaita wazee. Kumbe naye Mungu ni wa ajabu. Mungu naye kwa hii shida akasawazisha. Kwa hivyo mama akashika mimba mara 2. Tik. Si amemaliza kesi ya mama. Na kila kuzaa mapacha. Watoto ngapi? And they were all there in the celebration. Na akaniambia, Mungu usicheze na yeye, huwa anasikia maombi yetu hata katika shida. Ndiyo siku ya leo tunapoambiwa msifadhaike, niaminini tu na muniamini mimi, ni kwa sababu Kristo ndiye ishara ya Mungu kati yetu. Sababu yeye peke yake ndiye alishuka toka na alishuka ili aje tupate uzima, tuweze kufurahi na tufurahi tele. Na kwa hivyo Mungu anajua yale yote ambayo tunapitia. Mungu anajua yale tunahitaji. Niaminini tu. Tukiweka imani yetu kwake na tumuamini na tumuombe bila kukata tamaa, yeye anajua tunayohitaji katika maisha yetu. Tuombe Jumapili ya leo, kadri tunavyoendelea kuchuma matunda ya baraka ya Pasaka. Hatukustahili, lakini yeye kwa njia ya mateso tuna sababu ya kutabasamu. Kwa sababu ya msalaba leo tunaweza kusema haleluya. Tuombe basi yale yote tunayopitia kama familia, kama nchi, tuiweke mbele yake Mwenyezi Mungu. Najua hata leo nimesikia watu wengi wanataka kuhama Kenya. Nilisoma gazeti, yule rafiki yetu ambaye amekimbia masaa kidogo kabisa, anaitwa Sawe, amepata zawadi ya milioni 48, lakini serikali imekata kodi ya milioni 18. Of course imempatia milioni 8. Are we together? As a gift, but they have deducted 18 million. Kwa hivyo wakimbiaji wengi wetu wa Kenya wameanza kutafuta mahali
tusihame. Mungu yuko nasi. God is good. Mungu yuko nasi na atatujalia neema, atatujalia neema, na ameendelea kutujalia ile miaka ambayo Mungu amekuweka na ametuweka hata kwa hiyo familia huko, na hata mahali nilizaliwa na wewe ulizaliwa. Kama tungehama ni shida, hatungekuwa mahali tuko, si ni kweli? Niliwaambia siku moja mama ya kwetu alipoona vile shida zimejaa nyumbani, aliamua arudi kwao. Na unajua siku hiyo hakuna pikipiki, ilikuwa route 11 na hakukuwa mabarabara, ni unakata msituni. Mahali alilala ya kwanza, boma ya kwanza, akakuta hiyo boma wale watu familia wako sawa, lakini wazazi hawalali sababu ya kusumbuliwa na watoto. Ako njiani kurudi kwao, akasikia baba wakiomba, kwa sababu waliomba, akasikia wanaombea kila mtoto na ni shida. Akalala, akatafakari, akaondoka. Siku ya pili ile boma aliingia, akapata kwa hii boma wamebarikiwa na kila kitu, watoto ni wazuri, wana watii, lakini kuna ugonjwa kwamba baba wa hii boma hawezi maliza yai ya kuku moja, hawezi maliza sababu ya ugonjwa. Akikumbuka yeye bakuli ya githeri, licha ya taabu zake, akashindwa. Huyu mtu na hii utajiri yote na hawezi maliza yai. Akatafakari, lakini akaamua lazima aende kwa boma ya tatu. Ndio ilimbomoa sasa. Akakuta kwamba kwa hii boma wanakuraga by 3, lazima wawe wamekula, sababu kuanzia 4, 5 ndio mzee anarudi, na anarudi akiwa dawa, na akirudi kuanzia gate huwa akanyagi chini. Kwa hivyo atakuja akiimba nyimbo za huko, kufika gate lazima mama awe ameset food iko kwa meza, anamchukua, anambeba, anaingia naye nyumba, anamwekelea hapa, anamulisha, anamwekelea kitanda. Ameangalia hiyo yote, akajiuliza, na yangu yenye nimepotea ni kama hii? Alirudia hapo. Alirudia wapi? Akasema kumbe yangu ni rahisi ikilinganishwa na yale nimeo. Msihangaike mioyoni mwenu, niaminini tu. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu alikuwa na hama leo, please, kuna mengi mazuri Mungu ametue kwa njia ya Kristo Bwana wetu.